Inakuwa kuaje mtu anatekwa mpaka anauzwa? Kwa sababu nilikwambia hii ilikuwa ni biashara ya utumwa ambayo tuliwahi kuiona kwa mwili, lakini iko biashara ya utumwa inayofanyika katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Fanyaje? Ni jinsi gani adui anavyoteka nafsi za watu? Namba moja, anaziteka kwa kuiba. Sasa kwenye kuiba hizo nafsi nitakuonesha. Zaburi ya 75, Zaburi ya 7 mstari wa 5. Kitabu cha Zaburi sura ya 7 mstari wa 5. Nataka nikuoneshe, utakuwa unaona namna ambavyo nafsi zinaviziwa. Zaburi 7 mstari wa 5, neno la Bwana linasema, basi adui na anifuatie na kuikamata nafsi yangu, naam, au kanyage uzima wangu na kulaza utukufu wangu mavumbini. Hii ni njia mojawapo ambayo adui anatumia, ni kwa kufuatilia nafsi ya mtu ili aweze kuikamata nafsi. Narudia, Zaburi 7 mstari wa 5 anasema, basi adui na anifuatie, Bwana Yesu asifiwe, na kuikamata nafsi yangu, naam, kukanyaga uzima wangu na kulaza utukufu wangu mavumbini. Hii ni njia mojawapo tunayofafanuliwa kwa habari ya nafsi. Lakini Zaburi ya 35 mstari wa 4, alafu nitaenda mstari wa 7. Zaburi 35 mstari wa 4. Zaburi kitabu cha Zaburi 35 mstari wa 4, baadaye nitaenda mstari wa 7. Anasema, waaibishwe wafedheheshwe wanaoitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma wafadhaishwe wanaonizulia mabaya. Mstari wa 7 anasema, maana bila sababu wamenifichia wavu, bila sababu wameichimbia shimo nafsi yangu. Nafsi ya mwanadamu inawindwa kwa ajili ya biashara. Wewe ukiwa unashangaa unawindwa zaidi ya dhahabu inavyowindwa, zaidi ya almasi. Yani wewe, ndio maana hawataki uombe, hawataki uje kanisani. Kianza tu kuomba unaona unaanza kuletewa shida. Kianza tu maombi unaona watu wanakununia. Kwa nini? Unawanyima mafanikio, mambo yao hayaendi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitabu cha Zaburi ya 57 mstari wa 16, Zaburi ya 57 mstari wa 16. Zaburi ya 57. Hii imekuaje tena mstari wa 56 vipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nimesema Zaburi ya ngapi? Ya 57. Zaburi ya 57 haina mstari wa 16. Mstari wa 6, yes, itakuwa kuna mahali nimekosea. Bwana Yesu asifiwe. Typing error, unisamehe. Anasema, wameweka wavu ili kuninasa miguu, nafsi yangu imeinama, wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Narudia, wameweka wavu ili kuninasa miguu. Unaelewa maana yake? Unaonaga namna ambavyo wachawi wanaenda wanachota mchanga, au mshirikina anataka. Kwa nini anachota mchanga wa miguu yako? Kwa nini wanawinda mchanga wa miguu yako? Kwa sababu wanataka kuifunga nafsi yako, kwa sababu wanataka kukushikilia mahali. Kwa ndo maana wanawinda nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Anasema, wameweka wavu ili kuninasa, nafsi yangu imeinama, wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Kwa hiyo nafsi, miguu ya mtu inanaswa, sawa inashikiliwa. Wananasa miguu yake kwa kutumia nini? Nyayo za miguu. Wanafuatilia nyayo zako za miguu, wanachota mchanga. Biblia inatambua hilo. Kwa wewe kama ulikuwa unawaona wajinga, nimekwambia wanajua wanachokifanya. Kwa wanajua wakichukua nyayo za miguu yako watakuwa wameishika nafsi yako. Na ndio maana kwenye 57 Zaburi mstari wa 6 anasema, wameweka wavu ili kuninasa miguu, nafsi yangu imeinama, wamechimba shimo mbele yangu,
lakini mwishoni anasema wametumbukia mbele yake. Manake yeye ana mahusiano mazuri na Mungu. Sasa yule asiyekuwa na mahusiano mazuri na Mungu, manake kwa kuichukua nafsi yake wanaweza kumfunga na hatimaye kuitumia vile wanataka. Kitabu cha Zaburi ya 70 mstari wa 2. Zaburi ya 70 mstari wa 2. Neno la Bwana linasemaje katika Zaburi sura ya 70 na mstari wa 2? Anasema, waaibike wafedheheke wanaoitafuta nafsi yangu, warudishwe nyuma watahayarishwe wapendezwao na shari yangu. Wanaotafuta nafsi yako ni wengi. Wanaotafuta nafsi yako ni wengi, ingawa wewe unakuwa haujui, ingawa wewe unaona mambo ni tambalale. Ameni. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana unaona maandiko yanazungumzia watu kutekwa nafsi zao. Zaburi ya 142 mstari wa 7. Zaburi ya 142 mstari wa 7. Zaburi ya 142 mstari wa 7. Neno la Bwana linasema, uitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe unanikarimu. Narudia, Zaburi 142 mstari wa 7 anasema, uitoe nafsi yangu kifungoni. Nafsi yako inaweza kaingia kifungoni. Ndio maana anasema kwenye 42:22 Isaya, watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamefichwa katika mashimo, wamekuwa mawindo, wamefichwa katika magereza. Kuna sema yarudisha. Manake unawekwa kifungoni, unawekwa kwenye detention. Kwa detention. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu wamekikusudia, wanataka kukufunga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa mwandishi wa Zaburi ya 142 anasema, nitoe nafsi yangu kifungoni, nipate kulishukuru jina lako. Wenye haki watanizunguka, kwa kuwa wewe umenikirimu. Kitabu kile cha Zaburi 143 na mstari wa 3. 143 Zaburi na mstari wa 3. Neno la Bwana linasema katika Zaburi 103 mstari wa 3, anasema, maana adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Jamani, umeona hii siri? Watu wangapi tumewaombea hapa mbele za macho yenu, wengine wageni, tulipowauliza mlikuwa wapi, wanasema nilikuwa mahali kwenye giza, ilikuwa kwenye chumba cha giza. Maandiko yanatufafanulia kwamba mwandishi wa Zaburi anasema katika kitabu cha Zaburi 143 mstari wa 3, anasema, maana adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani. Ndivyo ambavyo leo wachawi wanafanya. Watu wengi ambao tunawaombea na kuwarejesha nafsi zao, neema ya Bwana inapowatamia wakapata hiyo neema ya kurudi, wengi ukiwauliza atakwambia nilikuwa kwenye chumba nimefungwa cha giza. Wengi ambao mmewahi kuomba na mimi tukiwa tunawahudumia watu, nadhani mmeona wengi wanarudi, mtu anarudi anashangaa, anauliza niko wapi hapa, wakati kaja mwenyewe baada ya nafsi yake kuja, niko wapi hapa jamani, niko wapi huko kanisa, nimefika fikaje kanisani? Baadaye unamwambia bana, kwani ulikuwa wapi? Anakuambia ni miaka mingi sana nilikuwa nimefungiwa kwenye chumba cha giza. Anaanza kulia. Wengi mmeziona hizo shuhuda kwa macho. Maandiko yanatambua. Manake hiki ni kitu cha kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Vita kubwa ya ulimwengu wa roho na ulimwengu huu tulionao, vita kubwa especially ulimwengu wa giza, ni vita juu ya mwanadamu. Wewe ndio unayetafutwa, wewe ndio biashara, wewe ni mtaji wa watu, wakikupata wewe ni faida ya watu. Na ndio maana unajiuliza kwa nini wanateka nafsi za watu, kwa nini wanaiba nafsi za watu. Ni rahisi sana kubisha na kuona labda haiwezekani, lakini maandiko yanathibitisha. Lakini kuna watu wengine ambao waliwahi kufungwa na wakaona. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa niko hapa kukuambia usikilize na usikie sana, kwa sababu usipokuwa makini na Mungu wako, aidha utawapa faida watu. Maisha ni kuchagua. Ukilala tu unawapa faida kundi fulani la watu.
Unapochoka wewe ukasema leo siombi, wao haimaanishi kwamba na wao watachoka, hawataingia kwenye vilinge vyao kukuwinda, kwa sababu wao wanasubiri siku utakayolala bila kuomba. Uliwahi kujiuliza maana? Unajua hii ina maana kubwa sana. Ukisoma katika maandiko mahali ambapo maandiko yanasema kwamba mkulima alipanda mbegu njema ya ngano, lakini alipolala, manake siku ambayo alipolala ndipo adui alikuja akapanda nini? Magugu. Manake siku ambayo utasema leo nimechoka, acha nipumzike bila kuomba, ukajitupa, ndio siku ambayo watakuja watapanda uharibifu. Siku moja ya kupandiwa uharibifu ambao utalala bila kuomba, inaweza ikakugharimu kuithdraw hiyo vita, kuichomoa hiyo vita kwenye maisha yako miaka zaidi hata ya 10 wakati mwingine. Usingizi wako wa siku moja, kosa lako la siku moja linaweza likakugharimu muda mrefu au likakugharimu lifetime. Kama ambavyo tunaona mpanzi ama mkulima alilala siku moja, lakini siku hiyo hiyo aliyolala hakuweza tena kuzitenganisha ngano na magugu kwa siku hii. Anasema alipanda mbegu njema, lakini alivyolala adui akapanda magugu. Na yeye mwenyewe alivyokuja kuangalia namna ambavyo ule usiku ambapo yeye alilala, adui alivyopanda yale magugu, unakuja kugundua kwamba alipanda kwa namna ambayo sio ya kawaida, kiwango ambacho mwenye shamba anaona kwa staili hii, acha tu magugu na ngano vikue nini? Pamoja, tutakuja kutenganisha baadaye. Ndivyo ambavyo mtu yoyote ambapo unalala siku moja bila kuomba, unadhani kwamba ni salama kwako, lakini kumbe inakugharimu lifetime. Kuna watu walifanya kosa moja alafu ikawagharimu kuja kurudi. Na ndio maana tunaambiwa kesheni mkiomba siku zote. Kwa nini? Maana usikubali kupitisha siku bila kuomba. Ni gharama kubwa sana kupitisha siku bila kuomba. Kwa hiyo nimekuonesha namna ambavyo adui anatumia mbinu ya kwanza ambayo ni kuteka nyara nafsi za watu. Njia ya pili anayotumia kuiba hizo nafsi, njia ya pili ni kwa njia ya chakula. Andika. Njia ya pili, jinsi ambayo adui anatumia kuteka nafsi. Njia ya kwanza tumesema ni kwa njia ya nini? Tumesema ni kwa njia ya kuiba. Lakini njia ya pili tumesema ni kwa njia ya chakula na zawadi. Ni kwa njia ya chakula na zawadi. Ni kwa njia ya chakula na zawadi. Kitabu cha Zekaria sura ile ya 7 mstari wa 6. Kitabu cha Zekaria sura ya 7 na mstari wa 6, neno la Bwana linasema, na wakati mlapo chakula na kunywa, je, hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Anauliza, mnapokula chakula hamli kwa ajili ya nafsi zenu na kunywa kwa ajili ya nafsi zenu? Manake chakula, mtu anapokula, mara nyingi, nataka nikufundishe leo, mwanadamu anapokula chakula, nafsi nayo inakula. Kama ulikuwa haujui, unanisikia vizuri? Naomba usikilize. Mwanadamu yoyote ni rahisi sana nafsi yake kutekwa kwa njia ya chakula, kwa sababu mwanadamu hali tu chakula kushibisha tumbo. Mwanadamu anapokula, nafsi yake pia inakula. Kivipi? Mwanadamu anakula chakula kwa njia 3 mpaka 4. Njia ya kwanza, anakula kwa njia ya kuona. Manake anatakiwa kuvutiwa na muonekano wa chakula, na ndio maana chakula kinapakwa rangi. Ndio maana chakula kinakuwa na muonekano mzuri, kinavutia macho. Wakati Adamu anakula lile tunda, kilichofanya akala ni macho. Anasema alivyotazama lile tunda akaliona lafaa kwa kuliwa, manake alivutwa kwa macho. Manake chakula kinaanza kwanza hisia, nafsi inakula. Manake hisia yako inavutiwa na uzuri wa kile chakula, rangi zake. Na ndio maana chakula mashefu wanakidekoreti, wanakipaka rangi, wakati mwingine kinavutia. Ingekuwa hivyo kama chakula unakula tu ili mradi ushibishe tumbo, kingekuwa kina rangi yoyote, usingekuwa unahangaika kuweka rangi nzuri ya kuvutia macho. Lakini namba 2, chakula pia ni harufu.
Harufu tunapozungumza harufu ni hisia ambazo ziko ndani ya mtu wa ndani anayeitwa nafsi. Kwa hiyo unakula chakula kinakuvuta kwa harufu nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunapozungumza harufu, rangi, maana yake hii ni nini? Ndio chakula sasa. Alafu baadaye ndo tumbo linakuja kushiba. Chakula chochote kisipokuwa na harufu nzuri huwezi kula, hata kama ni salama kwa maisha yako, hata kama kinashibisha. Kwa hiyo sasa ni rahisi sana nafsi kutekwa kwa njia ya chakula, kwa sababu nafsi inahusika kwenye ulaji wa chakula. Unavutiwa macho, harufu inakuvuta, manake ni hisia. Kuna mahali unanielewa vizuri, kuna mahali tunaelewana vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nafsi inatekwa, na ndio maana anasema mlipokula chakula hamkula kwa nafsi zenu. Twende tukaangalie katika kitabu kile cha Danieli sura ile ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 8. Hawa watoto walikataa kula chakula cha mfalme akina Danieli. Kitabu kile cha Danieli, Danieli sura ya kwanza mstari wa 3 mpaka wa 8. Anasema mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso na wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia wafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Mstari wa 6. Basi katika hao walikuwepo baadhi ya wana wa Yuda, Danieli na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina, akamwita Danieli Belteshaza. Niliwahi kuambia kwamba haya majina walionayo akina Shadraka, Meshaki na Abednego sio majina ya Kiyahudi, ni majina ya waabudu miungu wa Kaldayo. Watu wakanibishia, wakuta mtu mwanae anamuita Shadraka. Shadraka ni jina la Kikaldayo, jina la waabudu miungu. Nibatize jina la Shadraka. Haya kuwa majina yao ya asili. Watu hawasomi Biblia. Kiambia watu soma Biblia umalize, watu wanasoma vifungu hai. Afu wabishi. Na ukikutana na mtu mbishi manaka asomagi Biblia. Haya tuendelee. Nilikuwa nataka nikuchome sindano kidogo hapo. Sindano imeingia. Wewe mama Shadraka. Wewe Shadraka. Sawa. Haya twende. Mstari wa 8 narudia, anasema lakini Danieli, twende mstari wa 7. Mkuu wa matowashi akawapa majina, akamuita Danieli Belteshaza, na Hanania akamuita Shadraka, na Mishaeli akamuita Meshaki, na Azaria akamuita Abednego. Sio majina ya Kiyahudi hayo, ni majina ya waabudu miungu wa Kikaldayo. Mstari wa 8, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala divai aliyokunywa. Basi akamuomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Hawa vijana walikataa kula chakula kutoka ikulu. Kilikuwa ni chakula kizuri kwa macho, divai nzuri, chakula kinavutia, lakini Danieli pamoja na vijana wenzie akawashawishi, wakagoma wasije wakala kile chakula, wakajitia nafsi zao unajisi. Kwa nini? Kwa sababu whatsoever you eat ni either kinakutia nguvu ama kinakutia unajisi. Chochote unachokula ni either kinakutia unajisi ama kinakuhuisha. Kwa hiyo watu wote wa kiroho, ngoja nikufundishe leo, watu wote wa rohoni ambao watu wanaoperate katika ulimwengu wa roho, watu wa kiroho wako makini na kile wanachokula. Na mara nyingi wanafuatiliaga pia ni nani kapika au nani kaandaa. Alafu watu rafu wasiojua mambo ya kiroho wanakulaga chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya.
Chakula kinaweza kikaingiza nafsi yako utumwani, kama namna ambavyo wana wa Israeli walikwenda utumwani kwa njia ya chakula. Chakula ndicho kilichotumika kuwafanya wana wa Israeli waende utumwani. Na Mungu ili aweze kuwatoa utumwani, ilibidi atumie protokoli ile ile. Walienda utumwani kwa chakula, ikabidi Bwana alete chakula cha uzima ili aweze kuwatoa utumwani. Kwa nini? Aliwaambia wamle mnyama wa Pasaka, maana walikuwa wanakula mwili na damu ya Kristo. Na ndio maana kwa wachawi hawawezi kufanya uangaji wao bila kushiriki vyakula. Na vyakula vile wanakula vyakula manyama na damu za watu. Kwa nini? Kwa sababu wana gain power na wanatengeneza maagano. Yale maagano ndio yanafanya nafsi zao zisitoke kwenye uchawi, kwa sababu chakula kinaweza kikaendelea kukutunza kwenye maagano ya aina fulani, ama kikakuweka kwenye utumwa wa aina fulani. Na ndio maana hata Yesu wakati anaondoka, ili kundi liendelee kukaa katika umoja, alisema twaeni mle wote, huu ni mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu na kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Chakula kinatumika kuendelea kuwaweka wakae pamoja. Manake chakula kinaweza kikakufanya ukawa pamoja na adui zako, wakakufunga kwenye utumwa na wewe ukajiona uko salama, kumbe uko utumwani. Chakula ndicho kinachowafanya, naomba niongezee sauti ya kinanda kidogo. Chakula ndicho kinawafanya wana wa Israeli wanaenda utumwani. Njaa inawafanya wanaenda Misri kufuata chakula, na baadaye wanahamia kule na wanajikuta wanakaa utumwani kuanzia kizazi cha Yakobo mpaka kizazi cha 4, miaka 400 wakiwa ndani ya nchi ya utumwa ya Misri. Lakini angalia, hata wakati wanatoka utumwani, wakiwa njiani, kuna mahali walikuwa wanamisi chakula cha utumwani, wanamisi nyama. Kwa nini? Chakula ndicho walichokuwa wanakumbuka, kwa sababu chakula kina nguvu ya kugeuza mtu moyo wake. Chakula kina uwezo wa kufanya nafsi ya mtu ikamwelekea mwenye chakula. Ndio maana kuna watu mnaonifuatilia, mliwahi kualikwa kwa mganga mfuga majini, akawaalika, mkaenda mkala chakula, mkala nyama zina chumvi. Mlipokuwa mnakula nyama zina chumvi, mliuza nafsi yenu kwa chakula. Mlikula chakula, nafsi zenu zikabaki. Naenda mahali unakuta chakula cha maluhani, chakula cha mizimu, chakula cha matambiko, chakula cha majini, nyama nyingi lakini no chumvi. Wali mwingi, nyama nyingi, lakini hakuna chumvi kwenye chakula. Unakula, kadri unavyokula kile chakula ni cha maluhani, ni chakula cha mizimu, chakula cha majini. Unakula chakula, unauza nafsi yako. Kama ambavyo wana wa Israeli waliweza kuuza nafsi zao utumwani Misri, ndivyo ambavyo watu wengi leo wanauza nafsi zao katika utumwa kwa njia ya chakula. Sio kila sherehe ni ya kwenda. Sio kila sherehe ni ya kwenda. Umelo umewaponza watu wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Usipende kula ovyo. Sio kila mahali utaalikwa you go and eat. Una uhakika na huyu aliyepika malengo ya kupika kile chakula nini? Na ndio maana fuatilia, wadada wengi hawakutaka kuolewa na baadhi ya wanaume walionao kwenye ndoa leo. Ulikuwa humtaki kabisa huyo baba, lakini akakualika kipindi hicho chipsi kuku, chipsi mayai ndo zinamata. Ulivyokula chipsi kuku, ukajikuta unamuuliza, hivi uliniambia jina lako nani kweli? Namba yako ya simu ndo ile ile. Ukajikuta wewe mwenyewe umelainika. Nenda kwenye maofisi mengi ya kibiashara, wakiwa wanafanya negotiation za biashara, lazima ukute kuna vipipi, ukute kuna vikorosho. Kwa nini? Wanaitaka nafsi yako iweze kuridhia. Mahali popote ambapo chakula kiliwekwa, kilifungua moyo wa yule aliyepewa kile chakula. Nafsi inahamia kwa yule aliyepewa chakula. Kasome kwa habari ya Ibrahimu, hata kwa malaika waliokuwa wanapita, akawaita. Malaika walikuwa na njia zao, wana mpango wao, hawana time. Ibrahimu akawaalika wale malaika, wakagoma, kawakomalia. Walikuwa katika umbo la kibinadamu. Akawaita, akawaandalia ng'ombe. Kaandaa ng'ombe, akaandaa chakula kitamu. Walivokula,
walikuwa wanapita zao, walivokula wakaanza kuchokonoa meno na toothpick. Wanaanza kuulizana wao kwa wao, hivi tumfiche Ibrahimu jambo kama hili? Okay, wakati mnapita kwa nini hamkuona kama kuna haja ya kumwambia? Baada ya kula, kabla hawajala hawakuongea chochote. Walivokula stories zikawa nyingi. Unajua tunaenda Sodoma na Gomora, tunaenda kuiteketeza, mmeulizwa chakula. Wakaanza kueleza, wakafunguka. Walivomaliza baadaye wakaanza kuzungumza na kwa habari ya Sara kupata mtoto. Lakini walikuwa wanapita zao. Walivopewa chakula, nafsi, mioyo yao ikamwelekea Ibrahimu. Hata Waswahili wanakupa maelekezo, mbea mpe chai ya nini? Ya bakuli. Atakupa umbea wote. Wewe hujawahi kuona wale ambao tulishazoeaga kula kwenye majumba ya watu kipindi hicho. Tunajua ukishaenda umekula msosi kwa watu, huwezi ukamaliza kula ukatoka. Sasa ukishakula sasa ndio unaanza kutafuta story ili uweze kuaga vizuri ukiondoka. Kwa hiyo unaanza kuangalia, unaweza kaangalia mpaka mapazio ukasema hivi haya mapazia uliagizaga kutoka wapi? Yani wakati ujala chakula ulikuwa uone mapazia, ila baada ya kula umeanza kugundua kwamba kuna mapazia. Unaanza kuuliza katoto ka watu, Junior, uko darasa la ngapi? Unajua kuhesabu mpaka ngapi? Na miaka mingapi? Hapo shakula sasa unatafuta story. Sasa hapo ndo story sasa za umbea zinafungukaga. Kwa nini? Moyo umefanya nini? Kuna mtu mmoja ananielewa ninachokisema. Mungu alivyoona wana wa Israeli walienda utumwani kwa njia ya chakula, ikabidi na yeye aandae Pasaka ya kwanza iliyofanyika Misri, ambao wana wa Israeli wakiwa Goshen wanaambiwa wamle mnyama wa Pasaka kiwimawima, wakiwa na fimbo zao mkononi, wakiwa na mabegi yao, wanajiandaa kwa safari, kwa sababu ni sadaka wa Pasaka. Walivomla yule mnyama ndo akili yao ikaamka, ndo wakakumbuka kutoka. Ulishawahi kujiuliza kwa nini rimbwata kubwa inahusika kwenye vyakula? Ulishawahi kujiuliza? Watu wa Tanga habari waja leo warudi leo. Umeshaelewa kwa nini rimbwata? Kwa sababu mwanamke anapomfanyia, sasa sio wote, sio wanawake wa kanisani kwangu na sio wale wanaofuatilia somo hili. Ulishawahi kujiuliza kwa nini wanaweka kwenye chakula sana? Kwa sababu chakula ndicho kinachoenda direct kwenye nafsi. Kuna vitu viwili ambavyo vinaenda direct kwenye nafsi: chakula pamoja na roho ya uzinzi. Ile inaenda inapiga nafsi moja kwa moja, inaunganisha nafsi na chakula. Vyakula vimewahamisha watu, vimewaingiza watu utumwani vibaya sana. Wapo watu waligundua nafsi zimepungua, wakaandaa sherehe ya uongo na kweli, wakanuiza kile chakula, na ndivyo watu walivyojitia unajisi. Kwa kuna watu wengi sana wameuza nafsi zao, zimeingizwa kwenye biashara ya utumwa ya nafsi za watu katika ulimwengu wa roho kwa njia ya chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa. Lakini pia kwa njia ya zawadi. Ninachotaka nikukumbushe na nikufundishe hapa, asilimia kubwa wachawi wanapomteka mtu nafsi yake, huwa ni yeye amewaridhia, ama wanakuwa wamempa kitu bila yeye kujua. Kwenye ulimwengu wa roho niliwahi kukufundisha hakuna kitu cha bure. Kwa moja kati ya kitu ambacho wao wanafanya, wanahakikisha wakitaka kuchukua cha kwako ni either wewe uwape kitu ama wao wakupe kitu. Manake ni lazima kuwe kuna mabadilishano. Ndio maana nikasema zawadi pia. Kuna watu mligawa nafsi zenu kwa watu kwa kuwapa nguo mlizozivaa. Kuna watu mligawa nafsi zenu kwa kuwapa watu fedha. Sikatai, usiache kusaidia watu, usiache kushika mikono watu, usiwache kuwapa watu vitu, lakini zingatia mambo yafuatayo. Kabla hujampa mtu wa kijijini kwenu ama jirani yako ama mtu yoyote nguo uliowahi kuivaa, niliwahi kukuambia na nakuambiaga siku zote, hakikisha huruma yako unapotaka kuifanya, ifanye ukiwa pia umemhusisha Mungu. Hakikisha unaombea ile nguo, ndipo unampa yule mtu. Sio kama inadako hii point. Kwa sababu unapompa mtu lile vazi,
unampa mpaka nafsi yako. Kamuulize Elia wakati anaagana na Elisha. Elia anamwachilia vazi Elisha, manake ile nguvu ya Elisha ilikuwa ndani, ile nguvu ya Elia ilikuwa ndani ya vazi ambalo Elisha alipewa. Na Elisha kapiga maji kwa kutumia vazi la Elisha, na ule mto ukafanya nini? Ukafunguka, ukaachia. Na tunaambiwa kwamba baada ya hapo Elisha aliweza kufanya miujiza mingi kuliko ya Elia. Kwa nini? Aliachiwa vazi. Manake ndani ya lile vazi kulikuwa kuna nafsi ya nani? Ya Elia. Ndivyo ilivyo wewe unapompa mtu vazi lako pasipo kuliombea na kuiondoa nafsi yako ndani ya lile vazi. Anapochukua lile vazi, anaweza akaenda akafanya chochote. Kuna watu huruma zenu mlizifanya pasipo kuwa na maarifa. Kwa hiyo mkawasaidia watu vitu, alafu wakavitumia kuwaroga, wakavitumia kuwafunga complete. Usiache kusaidia watu, saidia watu, lakini hakikisha unaombea. Unapompa mtu fedha, hakikisha unaombea. Kama kutoa sadaka tu madhabahuni, unaiombea kwanza ile sadaka yako, ndipo unayoitoa. Na sisi watu wa madhabahuni hatuwezi tukapokea hela yako bila kuiombea. Kwa nini wewe unapokea sadaka za watu bila kuziombea? Kwa nini wewe unapokea misaada ya watu huinenei, huiombei? Kwa nini unachukua nguo za watu bila kuziombea? Kwa nini unachukua hela za watu bila kuziombea? Kama sisi madhabahuni, sadaka yako inapokuja tunaitakasa kwanza, tunaiombea kwanza. Kwa nini wewe usiombee sadaka unayopokea? Kwa nini hauombei msaada unaotoa? Kama ambavyo unaombeaga sadaka unaoleta madhabahuni, kwa nini hauombei msaada unaotoa kwa watu? Unaamua kumpa mtu tu fedha. Sikufundishi uchoyo, wasaidie watu, lakini swala la kuwasaidia, unawasaidiaje? Ondoa nafsi yako kwenye hiyo fedha. Nimekuambia mahali popote palipo na nafsi iliyouzwa ama iliyoibiwa kwa njia yoyote, manake kwa njia ya zawadi, manake ni either wewe ulipokea zawadi ama wewe ulitoa. Yuko binti mmoja nilimwombea hapa, binti mmoja wa Kikuria. Baada ya kumwombea, nafsi yake ilikuwa iko Kigoma kwa mama mkwe wake. Nikamuuliza vipi? Wakati sisi tunamwombea, yeye yuko rohoni, hajui kinachoendelea. Akaibuka bibi yake, akasema mimi bibi yake nimemfunga. Alijifanya na huruma sana, alijifanya na hela sana, akaniletea kanga, kitenge. No, yule binti sio wa Kigoma, yeye ni Muha, ameolewa Ukuriani. Kwa hiyo ni shangazi yake. Ametuma nguo, amenunua, akapeleka. Alivyopeleka akagawa mpaka nafsi yake kule. Kuna mahali mtu mmoja anaelewa ninachokisema. Huruma yako inaweza kukuponza. Unapotoa, unatoaje? Usiache kusaidia watu, lakini watu hawaaminiki. Hakikisha unapowasaidia, ombea ule msaada wako kabla hujawafikia. Watu wamebadilika. Watu sasa hivi ni wabinafsi kuliko wanavyodhani. Hata unapomsaidia omba njiani, sikulupuke tunakutoa hela kumpa. Itamkie, iombee, ndipo mpe. Na kufundisha maarifa yeye. Haleluya. Uliwahi kujiuliza kwa nini sadaka yako sisi tunaiombeaga? Kwa nini tusingekuwa tunaipokea tu? Kwa nini tunatumia damu ya Yesu kuitakasa? Kwa nini hatupokei tu tukakwambia Mungu akubariki? Kwa nini tunaitakasa kwanza na kuiombea? Kwa nini huwa nakwambia isemeshe sadaka yako? Kwa sababu maandiko yanasema hazina ya mtu ilipo na moyo wake ndiko liko. Hazina ya mtu manake nafsi yake ipo mahali anapopeleka. Katikati ya kupeana sadaka na zawadi ndiko ambako kuna mabadilishano ya nafsi katika ulimwengu wa roho, whether unajua ama haujui. Watu wengi wamegawa nafsi zao kwa kutoa vitu na kwa kupokea vitu. Na ndio maana mchawi, ili aweze kukupiga kwenye eneo la chuma ulete, njia mojawapo anaotumia kwenye chuma ulete ni kukuletea fedha. Anapokupa ile fedha asubuhi kabla hujafanya biashara yoyote, shilingi 1000, zile hela zinazokuja juu ya ile hela zote zinahamia kwake. Lakini sio hivyo tu,
mpaka nafsi yako inakuwa kifungoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili somo linamsaidia mtu mmoja sijui. Kuna mahali unavuka, kuna mahali unakwenda. Amen.